Okay, Serengeti Boys leo wanacheza fainali ya AFCON 2025 2026 ambapo wanacheza dhidi ya Senegal na baadhi ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa ndege kwa baadhi ya mashabiki na baadhi ya waandishi wa habari. Unazungumziaje endapo Serengeti Boys watarejea na kombe hili la AFCON kutoka kule Morocco mpaka jijini Dar es Salaam? Serengeti Boys, kombe bila timu, ambulance bila huduma ya kwanza. Kombe bila timu ni ambulance bila huduma ya kwanza. Inamaanisha michuano kama hii sisi hatutaki vikombe tu. Tunataka muendelezo wa ubora wa wachezaji ambao wanatoka umri wa watoto kwenda kwa watu wazima kiushindani, kwa maana kutoka kushindana kwa kujifunza na kujifunza kushindana kwenda kushindana kwa kushinda, kwa sababu mchezaji anapoanza kufikia umri wa miaka 18 tunamtazama kama mchezaji mkomavu. Sasa kwa nini kombe bila timu ni ambulance bila huduma ya kwanza? Ni kwa sababu moja, mtazamo na matarajio ya Watanzania wengi ni kuona hawa wachezaji wanapata vilabu ambavyo watakwenda kucheza kwenye timu zao chini ya miaka 20 ama kupata nafasi kusajiliwa na vilabu kwenye maeneo ambayo yameendelea sana. Sisi katika mpira wetu maeneo ambayo tunakwama na maeneo ambayo tuko tujifunze ni kuwa na wachezaji ambao wako kwenye masoko ya wenzetu katika ushindani. Lakini sio masoko ya wenzetu tu, pia kuwa kucheza kwenye ligi zenye ushindani zaidi. Sasa connections zinatengenezwa na shirikisho kupitia Wizara ya Michezo, kutafuta ushirika na vilabu na wachezaji wa daraja kama hili ndio wenzetu wanapotoa chambani. Naelewa vizuri. Hakuna asiyefahamu kwamba timu bora kabisa ya kuwa na timu bora inayoongoza kuchukua vikombe vya under 17 duniani ni Nigeria. Wana vikombe 5, wanafuata Brazil. Lakini Nigeria wamewahi kuchukua World Cup. Kwa nini? Hizi timu ndio zitakuwa zimuendelezo. Hizi timu ndio zinatakiwa zijengwe kwa timu ya taifa ijayo. Sisi hatuna ugeni wa kuwa na vijana wenye mafanikio kama hao. Japo safari ni katika kiwango kingine, kwa sababu sisi tushachukua kombe la dunia na watoto wanaishi kwenye mazingira magumu Brazil zaidi ya miaka 10 iliyopita. Sasa hivi watoto hawa tusifurahie kombe, sisi tufurahie muendelezo wao baadaye watakapotupa mafanikio na Taifa Stars. Ndio nikasema Serengeti Boys kikombe bila timu ni ambulance bila huduma ya kwanza, kwa sababu hao tutusaidia. Sisi tunataka timu ambazo wana consistency. Na moja kitu ambacho watu wamekuwa tunajaribu kusema, bahati mbaya katika nchi yetu tuna maoni sana juu ya mpira lakini hatuna maono na mpira. Nimesikia mmoja wa kiongozi anazungumzia kwamba watoto wao sasa hivi watafutiwa academy. Mtoto wa miaka 17 apelekwe academy. Mtoto wa miaka 17 anaenda kwenye vilabu vya under 20. Timu zote duniani zina under 20. Timu zote duniani zinahitaji wachezaji wa namna hii ili waende kwa kukua zaidi. Hawa watu wa mpira wanaita train to compete, to win, so to compete. Hapa wakitoka wanakwenda kushinda, ndio kina Lamine Yamal hapa. Sasa siwa kwetu tunafikiria kwenda kumweka academy. Na nimesikia watu wengine wanasema waletwe kambini. Kwa hiyo watakaa kambini mpaka 2030 kwenye World Cup yao. Haiwezekani waeke kambini mpaka AFCON 2027. 27 ipi? Hawa wanatakiwa warudi kwenye vilabu vyao wakashindane tupate timu. Kwa mfano, sisi timu yetu ya taifa sasa hivi inapata mafanikio ni kwa sababu ya ligi yetu tuna ushindani. Na huko nyuma utaona Afrika timu ambazo zinapata mafanikio ni ligi zao zinashindana. South Africa wanabebwa na ligi yao ndani kuliko wachezaji wanaocheza Ulaya. Sisi ndio wanatupeleka AFCON ya. Tunakaa na wageni lakini wananoa wazawa. Misri wanabebwa na wazawa zaidi. Ukienda Morocco sasa hivi wanabebwa na watu wa Ulaya. Lakini kina nyuma nao walikuwa wanacheza wachezaji wa ndani. Tunisia wanabebwa na wachezaji wa ndani. Sasa kwa nini ambacho tunakisema kwamba kuwa na wachezaji wetu wa kuwatafutia masoko Ulaya ndio kitu ambacho tutakuwa tukifanya. Na bahati mbaya. Sisi tunadhani masoko Ulaya tutaletewa na wachezaji wa zamani veterans. Wakina Rio, wakina nani. Hatuna ugeni. Hapa alishakuja wakina Nwankwo Kanu, kaja York, Dwight York, si kaja nani. Wote wachezaji wakubwa washakuja sana. Wasiletwe influencer, inabidi tutengeneze mifumo ya kusaidia wachezaji na makampuni makubwa kama Guest Food ya kina George Mendes, ambaye sasa hivi George Mendes ana mikataba na nchi kama Argentina, ana mikataba na nchi kama Colombia, ana mikataba yani strong agents, powerhouse agents za dunia. Inabidi tuwakamate kwa sababu hawa ndio wakija kuwa na sisi tangible watatusaidia watoto wetu kama kuwatafutia timu Ulaya, kwa sababu wao kazi yao ni biashara ya kuuza wachezaji. Sasa haya ndio mambo ambayo natamani mawaziri wetu wao wanajibanza kwenye vivuli vya watu kama hawa, makampuni kama haya. Hapo tumesikia tutaki mawakala uchwala. Je, tumetafuta makampuni yasiyokuwa ya uchwala? Kwa mfano, tulitegemea sasa hivi hao mazingira sasa hivi ya mamlaka ya mpira ya nchi kupitia waziri, shirikisho tulipe pongezi limefanya kazi yake. Shirikisho la mpira sisi tulipe pongezi limefanya kazi yake kwa sababu hii miradi ambayo imetuletea watoto ni miradi ya FIFA. Na bahati mbaya watu hawajui. Hao watoto walikusanywa mikoa yote ya Tanzania. Walikusanya mikoa yote ya Tanzania mwaka 2024 wako pale. Sasa hivi TFF tumewasikia. Wakati TFF haitaki mameneja uchwara, lakini na yenyewe isitambue vilabu uchwara. Hao watoto naona hapa
ambao wapo kwenye hii timu. Wanatambuliwa Azam, wanatambuliwa Fountain Gate, wanatambuliwa Simba, wanatambuliwa Yanga, lakini kuna kituo kimoja kinaitwa Kilombero Soccer Net Academy pale Kilombero, kina wachezaji watatu pale. Hawakitaji, wanawatambulisha wale wachezaji kama wametoka TDS. Ile ni aina nyingine tunasema dalili ya dhuluma, kuwadhulumu watu wenye watoto wao. Waliwachukua watoto wao tangu mwaka 2024 wakienda wanarudi miezi 4 nyumbani, hawatambulishi kwamba Kilombero Soccer Net wana watoto pale. Kuna mtoto yule Mkindai ni zao la Kilombero Soccer Net Academy. Sasa hivi anatambulishwa kama TDS. Maana sasa watu ambao wamemwandaa mtoto tangu yuko darasa la pili, mimi namfahamu tangu yuko darasa la pili. Yuko na rafiki yangu Kati Studio anamfundisha yule mtoto. Tangu yuko darasa la pili. Leo anatambulishwa kama TDS. Maana kazi ya Kati Studio ndio imeishia pale. Sasa wajaribu kuwatambua na wenye vituo waliowapa watoto. Hao watoto wakati wanaletwa kushindana Morogoro Jamhuri, walikuwa wanaletwa na vituo vyao, wanalipiwa nauli na walimu wao. Leo mnapokuwa mnawatambua, mtambue na vituo vilivyo. Hata zile solidarity fees kitoka kuwasaidia. Kwa wakati tunazungumza haya, tunazungumza kwa upana. Sisi shida yetu sio kikombe peke yake. Tunahitaji na mafanikio ya hii timu kutusaidia siku za usoni. Bahati mbaya sisi hatuko connected na masoko ya mpira, ila tuna watu wanaofuatilia mpira. Na ndio maana utakuta ukisikiliza maoni yetu tunashangaa. Leo mtoto wa miaka 17 tunamzungumzia academy. Hawa watakuwa watafutiwe timu. Nani wako tafutia timu? Tengenezeni ukaribu na makampuni makubwa duniani, ndio ambao wanadili nayo. Leo ukiangalia kina Angel Di Maria wanatoka kwa Argentina, ndio kina Mendes na makampuni ya guest future. Ukiangalia leo kina wale Julian Alvarez si nani guest future yao. Leo ukiangalia sijui Eder Militao guest future. Wamekuwa na mashirikisho ya kule, kijana wote anaibuka tu wanaye. Leo ukimwangalia bwana mdogo kama Vinicius Junior guest future. Sasa sisi tuna shida gani? Tuwe tangible na watu watusaidie ili kusaidia ukuaji wa mpira wetu wa nchi na kufikia huko ambako tunatamani. Kwa hiyo mimi naona ni zaidi ya kushangilia kikombe. Na sisi tunataka kikombe kwa sababu mafanikio yao yamekuja kama chafya. Hii timu wakati mafanikio ya chafya. Hii timu mechi ya kwanza hakuna anayejua. Mechi ya pili hakuna anayejua. Mechi ya tatu hakuna anayejua. Wamesikia finali kila mtu kalipuka juu. Hata kupita na upepo huo. Waulize wakati timu iko kwenye makundi walikuwa wanaiamini. Sasa hivi tushapagawa na mafanikio yao. Tumebebana tumeenda huko. Lakini tumeenda sio mbaya kwa sababu ni ugeni, hatuna mafanikio sisi kwenye mpira wetu. Hatujawahi kupeleka timu kombe la dunia, ndio hii ya kwanza. Kwa hata huko unajua huko Morocco watatushangaa. Ujumbe wote una timu ya vijana. Wote tutashangaa kwa sababu wao hawafanyi hivyo. Mechi za vijana hata haziagi watu kama kufuatilia. Jana alicheza mshindi wa 3 pia niliona. Wanaona wale watoto wao wanajifunza. Sisi wetu ndio hao na kombe letu tunalitaka. Sisi hilo tunalitaka. Kwa sababu nini tunalitaka? Mafanikio si hatuna. Kwa wala tuchekani. Acha hata mimi ningeenda kufurahi. Lakini tutajaa sisi wenyewe. Wala Senegal wetu kutana napeleka ujumbe mkubwa kama huo. Lakini si wakubwa walipost kwenye mitandao ya kijamii wakina Yondiae walifurahia watoto walipofuzu. Wanafurahia watoto wao. Yaani sio kama ndio itakuwa jambo hilo. Wao wanafuatilia. Sisi tumeyakuza. Sisi tumeyakuza kwa sababu hatuna makubwa. Sisi habari ya Serengeti Boys tumeikuza kwa sababu hatuna makubwa. Acha haya tuongeke nayo. Namshukuru Rais katoa ndege. Wachezaji wamejitokeza, wamechaguana, wamekwenda kwa nia njema. Wamechaguana, wamekwenda kwa nia njema. Na sisi tuko nao nyuma watusaidie tushinde. Ila sisi hatutaki kombe, sisi tunataka connection. Sahihi. Connection. Tunachotaka ni connection, sio kombe. Wamechaguana, wamekwenda na tunashukuru. Ila tunachotaka connection. Sababu haiwezi kaenda nchi nzima kule. Tunataka connection. Hii ya kuishia watoto wakarudi hapa maneno hapa mimi nataka kusikia waziri anamleta George Mendes. Anajulikana Mendes anaitwa na serikali za Colombia wapi sio watu wafuatilie mambo haya. Mendes anaitwa Brazil. Wakati mwingine mawaziri, watu wa federation zao wanakaa na watu kama kina Mendes. Hawa ndio wanaomiliki haya mambo. Sasa sisi tukae na watu wakubwa kama hao kwa sababu watutafutie masoko ya watoto. Watoto hawa sasa hivi kuwauza status sio kazi. Wanacheza World Cup. Wamecheza finali ya Afcon. Ni bara zima. Kwa hiyo ukimwambia mtu na watoto wameshikilia, kila mtu anafuatilia. Lakini sasa sisi hapa kila mtu anataka kuwa manager apate 10%. Sio anawaza kuwatafutia timu. Timu ikipatikana yeye akapate 10%. Nimewasikia mpaka viongozi hawa timu zinawataka, sio timu zinawataka, watafutieni timu za maana. Waunganisheni na makampuni makubwa. Kwa hiyo ndio maeneo ambayo wanatakiwa tuyaangalie katika mpira wetu. Lakini kando na hilo, kama nilivyosema tayari,